Mkurugenzi mtendaji Seo alimfuata msichana huyo mpaka kwenye ofisi ya usajili wa ndoa, akirukaruka nyuma yake. Yote ni kwa sababu msichana huyo alikuwa amebandika hirizi mgongoni mwake. Wafanyakazi waliona kuwa miondoko na sura zao zilikuwa zinaendana kikamilifu na wakawasifu kama wapenzi wanaopendana sana. Hivyo ndivyo, chini ya udhibiti wa msichana huyo, Seo na msichana huyo walipiga picha za harusi na kupata cheti chao cha ndoa. Ilibainika kuwa msichana huyo alikuwa mrithi wa kizazi cha 12 wa kikundi fulani cha kishirikina. Alikuwa karibu kumaliza mafunzo yake ya kishirikina wakati bwana wake, Master, alipotoa mkataba wa zamani wa ndoa wa miaka 20 iliyopita ambao ulikuwa umefanywa na familia ya Fu wakati alipokuwa akiwasaidia watu duniani. Mwanzoni msichana huyo alikataa ndoa hiyo ya kupangwa. Lakini aliposikia kwamba mume wake mtarajiwa alikuwa tajiri na mtanashati, hakusubiri hata bwana wake amalize kuzungumza kabla ya kukimbia kuteremka mlimani. Hakujua kuwa Seo huyo alikuwa dhaifu na mgonjwa na hakuna aliyekuwa ameweza kumponya. Wakati huo huo, msichana huyo aliingia ghafla ofisini. Msaidizi akiwa amechanganyikiwa aliuliza yeye ni nani. Alimnyoshea kidole Seo na kusema yeye ni mke wake, akidai bwana wake amemtuma mlimani kuja kuishi maisha ya baraka. Walipofika nyumbani, babu wa Seo, baada ya kuona mkataba wa ndoa, alimhimiza Seo kwa furaha ajiandae kwa ajili ya harusi. Hata hivyo, Seo alitoa hundi na kumwambia msichana huyo avunje ndoa hiyo. Akiona fursa hiyo nzuri, msichana huyo alianza kuandika kwenye hundi mara moja, lakini hapakuwa na nafasi ya kutosha kuandika kiasi cha fedha. Seo alidhani msichana huyo alikuwa anatafuta pesa tu. Msichana huyo aliandika kwa makusudi namba kubwa isiyo ya kawaida, akijua Seo hataweza kuilipa. Kwa njia hiyo, ndoa isingeweza kuvunjwa. Seo hakuelewa kwa nini msichana huyo alikuwa akifanya hivyo. Msichana huyo alieleza kuwa walikuwa wameomba mbinguni wakati ndoa hiyo inapangwa, na ikiwa hawataheshimu mkataba huo, wangepigwa na adhabu ya kimungu. Seo hakuamini upuuzi huo na akasema hana muda wa kusikiliza. Aligeuka ili kuondoka, lakini ghafla alikohoa damu nyingi na kuanguka chini. Daktari alifika haraka kumchunguza na akatangaza kuwa ugonjwa wa Seo hauna tiba. Bila msaada wa mganga wa hadithi, Seo asingeweza kufika umri wa miaka 30. Hata hivyo, mganga huyo alikuwa karibu, haiwezekani kumpata. Wakati huo, msichana huyo alisema anaweza kumponya Seo. Dada yake alidhani msichana huyo alikuwa anazungumza upuuzi tu, lakini kwa kuwa Seo alikuwa mrithi pekee wa familia ya Fu, babu hakuwa na chaguo ila kumwomba msichana huyo amponye haraka iwezekanavyo. Suluhisho la msichana huyo lilikuwa kuolewa na Seo, akidai kuwa ni baada ya kufunga ndoa tu ndipo ugonjwa wake ungepona. Seo hakutaka kumwoa msichana huyo na hakuamini nadharia zake za ajabu. Hivyo, msichana huyo alibandika hirizi mgongoni mwa Seo na kumfanya amfuate kwa utii mpaka ofisi ya usajili ili kupata cheti chao cha ndoa. Baada ya kupiga picha na kufunga ndoa kisheria, walipokuwa karibu kuondoka, upepo mkali ulivuma na kuiondoa ile hirizi mgongoni mwa Seo na papo hapo akapata fahamu zake. Baada ya kutazama video ambayo msaidizi alikuwa ameirekodi, Seo aligundua msichana huyo alikuwa akimfanyia michezo. Akiwa na hasira, alitaka kumfundisha adabu, lakini msichana huyo aliyeogopa aliendelea kurudi nyuma, akieleza kuwa amefanya yote hayo kwa faida yake mwenyewe. Katika hofu yake, alikuwa karibu kuanguka, lakini kwa bahati nzuri, Seo alimshika mikononi mwake. Wakati huo huo, mwanamke mmoja mbaya ambaye alikuwa na hisia kwa Seo alitokea. Mwanamke huyo mbaya alikuwa dada wa kambo wa msichana huyo. Miaka iliyopita walikuwa wamemtelekeza msichana huyo mlimani, hawakutarajia kamwe kuwa angepona sembuse kumwoa Seo. Dada huyo alijaribu kumfundisha msichana huyo adabu, lakini msichana alimpa kidonge. Sekunde iliyofuata, dada huyo alifuata amri za msichana kwa utii, akijipiga makofi mwenyewe na hata kukimbiza mpira wa miguu kama mbwa. Hii iliwaogopesha wote wawili, Seo na msaidizi wake. Wakati msichana alipogeuka na kuona Seo ameondoka, mara moja alipiga uchawi wa kujihamisha teleport na kumkimbiza. Alipofika nyumbani, alimwona dada yake akimlalamikia Seo. Seo pia alikuwa ameamua kumpa talaka msichana huyo, akimpa bilioni 1 ili aondoke. Msichana alimhimiza Seo aache wazo hilo, akimwonya kuwa akiendelea atakabiliwa na adhabu ya kimungu tena. Alipendekeza wafanye ndoa ya bandia badala yake. Lakini kabla hajamaliza, dada yake alikichana cheti chao cha ndoa ghafla, akikataa kuamini adhabu ya kimungu. Akiona hivyo, msichana huyo alipata wasiwasi mkubwa, akijua fika kuwa adhabu ya kimungu ilikuwa karibu kupiga.